إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فعملنا في هذا اللقاء المبارك توجيه النصيحة لإخواننا طلاب الجامعات والخريجين. Amali yetu katika kikao chetu cha leo ni kuzielekeza nasaha zetu kwa ndugu zetu tulabul ilm, wanafunzi kwa ujumla, lakini bilkhusus wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu. Wanani bihadhihi aljamiat, bila shaka tunakusudia vyuo vikuu katika upande wa elimu ya kisheria. Ama nasaha kuhusiana na vyuo vikuu katika upande wa elimu ya dunia tulishawahi kuzitoa min qabl katika baadhi ya khutbu zetu, lakini hii ni dauru maalum ya kuzielekeza nasaha zetu kwa ndugu zetu wanaotafuta ilmu kwa ujumla, lakini bilkhususi wale ambao wamefikia marhala ya kufikia vyuo vikuu wakiwa wanaisoma elimu ya kisheria, kadhalika na wale ambao wametakharraj imma aljudud au wengineo, wale wapya au wageni, kadhalika wengineo. Tumeona ipo haja na upo munasaba maalum, ikiwa ni katika mlango wa kufanyia kazi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo amehitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث مشهور معروف. كذلك حديث ما ميتاج الإمام البخاري رحمه الله تعالى na wameitaja maimamu wengineo kutoka kwa tabi'iyul jalil Ziyad ibn Ilaqa rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema Ziyad ibn Ilaqa, آتينا جرير بن عبد الله البجلي، tulimwendea sisi Jarir ibn Abdullah al-Bajali as-sahabi al-jalil al-ma'ruf, ambaye ana athari nyingi na manaqib kubwa katika milango hasa ya aqida. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, na hii ni siku ambayo tuufia Al-Mughira ibn Shu'bah, siku alipofariki Al-Mughira ibn Shu'bah. Anasema qama fina radiyallahu ta'ala anhu nasihan fahamida Allah wa athna alayhi. Alisimama kwetu siku hiyo ambapo alifariki Al-Mughira ibn Shu'bah, akamhimidi Allah, akamsifia Allah subhanahu wa ta'ala, akataja katika mukaddima wake yale aliyokusudia kuyataja, ikiwemo kuwanasihi juu ya jambo la mtawala anayekuja au amira anayekuja. Thumma qala amma ba'd, kisha akasema amma ba'd, faqad ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqult. Jarir ibn Abdullah al-Bajali akasema, nilimwendea mimi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nikasema,
ubayi'uka ala alislam ya rasul Allah, nimekuja mimi kukupa bai'a juu ya Uislamu ewe mjumbe wa Allah. Nimekuja mimi kutoa kiapo cha Uislamu kwamba mimi ni Muislamu, nimeukubali Uislamu mbele yako ewe mjumbe wa Allah. Akasema fasharitu alayya an-nusha likulli muslimin, wa hadha huwa mahallu shahid. Akasema akaniwekea sharti mimi katika yale ambayo aliyepea bai'a kwake, ikiwa jambo la iqami salah, alimpa au alimwelekeza atoe bai'a ya kwamba atasimamisha swala 5, kadhalika itai zaka, atatoa zaka. Pia akamwekea sharti, ili uwe ni Muislamu wa kweli, ili nijue kwamba wewe ni Muislamu, toa bai'a kiapo juu ya an-nusha likulli muslimin, ya kwamba utatoa nasaha kumnasihi kila Muislamu ambaye una nafasi ya kumnasihi. Baada ya kueleza maneno haya, Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya kueleza maneno haya katika hadhira ya watu waliokuwa nao mbele yake, akasema radhiyallahu ta'ala anhu, akasema wa rabbi hadha al-masjid ana lakum nasihun, thumma astaghfara fanazala. Akasema naapa kwa Allah, Mola wa huu msikiti ambao tumasisi hapa, maneno haya nimesimama mimi nikiwa ninawanasihi kwa Mola, naapa kwa jina la Allah, Mola wa msikiti huu. Kisha akaleta istighfar na akashuka kwenye mimbari. Ndugu zangu ni waja wa Allah, faqad qaddamna hadha kullah, tumewatanguliza haya ili ifahamike kwamba nasiha ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa asimame nalo, bali ndio ukamilifu wa dini ya kila Muislamu. An-nasiha lillahi azza wa jalla, kama qila min qabl, almu'minuna nasaha walmunafiquna ghashasha, kama kulivyosemwa kabla ya kwamba waumini sifa yao ni kunasihiana na wanafiki ni kufanyiana ghishi, wakadanganyana, hawaambizani haki wala ukweli. Hii ni amal ya al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Nabiyullah Nuh alayhi salam alipodhihiri kwa watu wake wanamfanyia istihza, wanamwambia haya na yale, akamwambia ya qaumi laysa bi dhalala walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Wa hakadha nabiyullah Hud alayhi salam walipomfanyia istihza, anawadhihirishia, anawaambia ya qaumi laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Haya ndiyo maneno ya mitume wa Allah salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. An-nasiha lillahi azza wa jalla wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimina wa 'ammatihim. Kwa nini tunasema haya? Kwa sababu imezoeleka katika afkari za watu, idha wujiha an-nasiha, idha wujihat an-nasiha au qaddimat li shakhsin min al-ashkhas au liqaumin min al-aqwam, hawakai mbali al-mulabbisun ahlu az-zaygh wal-dhalal kuja na baadhi ya shubha zao, wayaquluna man anta hatta tansah fulan au hatta tansah ad-du'a au hatta tansah tullab al-ilm. Wewe nani mpaka utoe nasaha wamnasija fulani au kina fulani au mashayikh au maduat au tullab al-jami'? Ndugu zangu ni waja wa Allah, dini ni nasaha, na nasaha ndo dini, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi tuliyotanguliza. Kwa tumetanguliza haya katika mukaddima watu wa kuonyesha kwamba upo ulazima na umuhimu wa kupeana nasaha baina ya Waislamu, kupeana nasaha baina ya tulab alilmi, kupeana nasaha baina ya ad-du'a ila Allah azza wa jalla. Wa hadha babun la yanqatu ila qiyam as-sa'a, na huu ni mlango ambao utaki kukatika mpaka kusimama kwa kiyama. Kukatika kwa mlango huu ni kuivunja dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni waja wa Allah, tunaona umuhimu na ulazima wa kuelekeza nasaha kwa tulabil jamiat, wanafunzi ambao wanasoma vyuo vikuu,
وهكذا الخريجين hata wale ambao wanatakharaj wa khasatan aljudud hasa wale wapya au wagani ipo haja kuwapa nasaha lillahi azza wa jalla wanasihatu alula allati nuwajjihuha ilayhim ambao tunaelekeza kwao kama tunavyozinasihi nafsi zetu al-i'tirafu bima ladayhim au bima indahum min an-ni'ami al-'azima wa hiya ni'matu talab al-'ilm ash-shar'i. Nasaha ya kwanza ambayo tunaelekeza kwao ni kukiri na kuijua neema kubwa ambayo iko kwao au wanayo wanafunzi wanaosoma elimu ya kisheria. يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. atambua mwanafunzi yote aliwafikishwa kufikia marhala katika marahili yote ya kielimu ya kwamba Allah ndiye aliyemchagua, kwa sababu hapo wengi hawakuwafikishwa juu ya hilo. Kwa hiyo ma bikum min ni'matin famin Allah, neema mlionayo inatoka kwa Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na neema za Allah subhanahu wa ta'ala muwazi kuzihesabu mkazidhibiti. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Alitangaza Allah, mkishukuru hiyo neema yake katika neema mlizonazo anaizidisha, anaichunga, anaihifadhi, anailea, na mkikufuru neema ya Allah adhabu ya Allah ni kali. Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Na ukiwa ndani ya neema haishi kujua kwamba uko ndani ya neema, bali ujua utaulizwa baada ya neema hiyo au baada ya uhai wako. Na neema zimegawanyika kama qala Imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam al-Qayyim katika al-Fawaid, katika kitabu chake al-Fawaid, amezigawa an-ni'am katika aqsam thalatha au katika thalathati aqsam, katika mafungu matatu. Ni ni'matun hasilatun ya'rifuha al-mun'amu alayhi, ni neema ambayo ipo anaijua yule ambaye ameneemeshwa juu neema hiyo. Na akatoa maelezo katika neema hizo kama neema ya afya, neema ya mali, neema ya kadha. Zipo neema zinatokea mtu anazijua, anaona yuko ndani ya neema fulani. Wa ni'matun muntazara, na ipo neema ambayo ingojea mja kutoka kwa Allah hajaiona, katawfiqi llahi fi amri ma, kama vile kupata tawfiki ya Allah katika jambo fulani, katika mambo yaliyo mbele yako. Zipo neema unazitaraji kutoka kwa Allah. Wa ni'matun la ya'rifuha, na neema ambayo mja anaweza akawa nayo asijue. Tena katika maneno haya akasema rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi hiya an-ni'matul kathira, na hizo neema ambazo ni nyingi, an-ni'amul kathira, ambazo wako nazo watu wengi. Kadaf'i llahi al-balaa ank, kama vile Allah kukuepusha au kuondoshia balaa fulani au kutolea maradhi fulani au kadhaa. Zipo neema ambazo waweza ukawa ndani ya neema hiyo na mtu asijue. Ayuha nasu ibadallah, kwa munasaba huu tunahisi wapo pengine baadhi ya tulabul jamiat wanaweza wakawa ndani ya neema na hawajui neema walionayo. Wanaweza wakawa wameibeba neema wakachezea neema walionayo. Faha huna yati babu tadhkiri lillahi azza wa jalla, hapa ndo unapokuja mlango wa kukumbusha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ndugu zanguni, nasaha ambazo tunazielekeza kwa ndugu zetu wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu elimu ya kisheria, kulia yoyote anayosoma mwanafunzi, ni sawa sawa anasomea sheria, ni sawa sawa anasomea hadith, ni sawa sawa anasomea lugha, ni sawa sawa anasomea aqida. Vyovyote vile iwavyo, maadamu anasoma elimu ya kisheria, basi ipo haja ya kumkumbusha mwanafunzi huyu
au daia huyu na mfano wake, yale ambayo yako mbele yake katika masulia wa nasiha, kama qala al-allamah ar-Rabi' hiya al-mas'uliyah al-mushtaraka fi al-amal ad-da'wi, kama alivyosema Sheikh Rabi' katika risala yake maalum. Nasaha ndio masulia ambayo watu wote wanaweza kushare. Yani vipo baadhi ya vitu ni vya fulani na yapo baadhi ya majukumu ni ya fulani, lakini nasaha ni kitu ambacho watu wote wanaweza kushare. Huyu akamnasihi huyu na yule akamnasihi huyu na huyu akamnasihi yule, wasawa naye, wa chini yake, wa juu yake, hata mtawala, hata alim na mfano wake. An-nasiha hiya al-mas'uliyatu al-mushtaraka fi al-amal ad-da'wi, ndio masulia. Nasaha ndio masulia ambayo kuna ushirika, wanashirikiana wote katika hayo, katika amali ya da'wa, hata kwa al-anbiya mpaka baada yao. Ayuha nasu ibadallah, an-nasihatu ath-thaniya allati nuwajjihuha li ikhwanina, nasaha ya pili ambayo tunaielekeza kwa ndugu zetu tulab al-ilm al-jami'at, ikhlasu an-niyyati lillahi azza wa jalla fi hadha al-amal al-mubarak al-sharif, ni kutakasa nia zao. Si jambo dogo. Yeyote ambaye anatoka kwa ajili ya Allah atakasa nia yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, asome kuitafuta pepo ya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kadhalik wamajtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah khashyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indahu. Haya ni mambo yanamkusanyikia talibul ilmi, ni neema kubwa. Lazima atakase nia yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni waja wa Allah, bila kutakasa nia kwa ajili ya Allah la khaira fi talibi yatlubu li ghairi Allah, hakuna khairi kwa mwanafunzi anayesoma si kwa ajili ya Allah. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametaja waidi shadid, makemeo makali kwa anayesoma sio lillah, pale alipotaja watu watatu ambao ndio wa mwanzo kuingizwa motoni. Miongoni mwa watu hao ni rajulun ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ni mtu aliyesoma elimu ya kisheria na akaisomesha. Huyu ni katika watu wa mwanzo kabisa kuingia motoni. Baada ya kuitwa akaelezwa neema ya Allah aliyopewa. Ulipewa neema ya ilmu, ukachaguliwa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, ukafadhiliwa tiketi ya ndege, ukafadhiliwa visa, ukapewa chakula, ukapewa muda wa kadha, walimu wakakusomesha bure, zidi ala dhalik, ukapewa mukafa kila mwezi kwa ajili ya kujikimu na mambo mfano wa hayo, ukaishi katika hizi neema. Watu wataonyeshwa neema mfano wa hizi ambazo Allah aliwapa, alafu ataulizwa ulifanyia nini neema hii? Atasema kwa ajili yako ya Allah nilisoma, na kwa ajili yako ya Allah nilisomesha. Ataambiwa kadhabta ta'allamta liyuqala alimun faqad qil, ulisoma ili kusemwe, tayari shapita hiyo. Faumira bihi fasuhiba ala wajhihi fi an-nar iyadhan billah, ni katika watu wa mwanzo kuingizwa katika moto wa Allah. Ndugu zangu ni waja wa Allah, hii ni kwa sababu huyu amesoma sio kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo hakuna khari ukisoma ukafika marhala yoyote ya chini, ya kati au ya juu, vyovyote, lakini lam tukhlis niyya lillahi azza wa jal, ukawa hujatakasa nia yako kwa ajili ya Allah, la khaira fika ayuha talib, hakuna khairi kwako wewe. Tena bora mtu akafanya amali nyingineyo, kwa sababu al-Qur'anu hujjatun laka wa alayka yawm al-qiyamah. Qur'an kadhalika, elimu ya Qur'an ni hoja kwako au dhidi yako siku ya kiyama. Inna Allah yarfa'u bihadha al-Qur'an au bihadha al-ilmi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kuna watu kwa elimu hii Allah anawanyanyua, na kuna watu Allah anawaponda, anawaporomosha kwa sababu ya elimu hii. Ndugu zanguni, nasaha ya pili ambayo tunahitaja baada ya nasaha ya kuwa nasihi wajue kwamba wako ndani ya neema ni kuwa nasihi.
hii neema waitumie lillahi azza wa jalla, la lighairi llah. Wasisome kwa ajili ya fulani wala fulani. Kwa nini siwa hivyo? Wahum biidhnillahi wa biaunihi warathatul anbiya, na wao kwa idhini ya Allah na kwa msaada wa Allah. Alimun ni mrithi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hawezi akawa mrithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa yule aliyepita nyayo za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wasia wa pili, watakase nia zao kwa ajili ya Allah. Bila kutakasa nia kwa ajili ya Allah hakuna khairi katika ilmu, na kadhalika bila kutakasa nia kwa ajili ya Allah mafsadi ya ilmu yanakuwa ni makubwa. Uharibifu wa elimu anayoipata mtu ni mkubwa, uharibifu kuliko kutengeneza. Na ndio maana akasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katika hadithi alipotahadharisha fitan, akasema watufuqiha li ghairi din waltumisat ad-dunya bi'amali al-akhirah. Watu watakuwa wanasoma si kwa ajili ya Allah na wanatafuta akhirah au wanatafuta dunia kwa amali za akhirah. Huu ni mlango mbaya na ni mlango wa shari na ni mlango wa hatari, na tunayasema haya faqad lahadhna ba'da at-tullab. Tumeshashuhudia baadhi ya tulab, hata kama tuingiliane vifua vyao, lakini matendo yao yakidhihirisha na yakionyesha kwamba wakisoma lillahi, pale wanapokuwa wametakharraj hawajasimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wakapokelewa na mikono ya ahlu zaigh wal dhalal, wakapokelewa na mikono ya vikundi viovu na mataasisi ya kibid'a na ya kihizbi, kwa sababu yana mapesa, kwa sababu yana posho na mfano wake, wakasaliti nia yao lillah, wakaitikia na wakatii uhizbia, wakamtii shaitanu rajim. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, anayewaitikia wanamtupa ndani ya jahannam iyadhan billah. Hao ni duatun ala abwabi jahannam. Kwa na saa ya pili ni kuwanasihi ndugu zetu watakase nia zao, wasome kwa ajili ya Allah ili wanufaishe lillah. Wama kana almu'minuna liyanfiru kafa. Kwani mnadhani ni kwa pawa zenu mnaenda huko? Au mnadhani ya kwamba wote nchi nzima, familia nzima, ukoo, mkoa, wilaya vinaweza vikafungasha vikafika huko jamia? Vinaweza vikapanda ndege wote wakafika jamia? Haiwezekani. Allah anachagua, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kwani baadhi ya watu Allah anawatoa na anawapa majukumu, wakirudi wawasomeshe wenzi wao. Hii ni amri ya Allah. Sasa mtu asisome akavimba akasema nimesoma mwenyewe, bwana waniambia nini? Akauvimbia ukoo wake, akavimbia watu wake, msikiti wake, ndugu zake, masalafu, Waislamu kwa ujumla. Akadhani alijipeleka, alijichagua, alijikhiarisha, alijisomesha. La wallah, utaulizwa thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Kwa ikhlasuha an-niyya lillahi azza wa jalla. Na nasaa katika mlango huu ni pavu na ni ndefu, insha Allah tutaendelea nazo katika khutbatul qadima. Nasallallahu at-tawfiq wal 'aun. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.